kwa leo wanasema nothing to lose, yani afe kipa afe beki. Ndio nafasi yetu ya kuonyesha, kudhihirisha kwamba tuna kikosi imara na nini tumeamua na tumedhamiria. Leo ni siku ambayo wachezaji wanatakiwa wakafie uwanjani ili kutuonyesha kwamba tuna uwezo wa kufika kwenye malengo. Mechi ya leo tunatakiwa si tushinde, hakuna namna yoyote, na naamini leo tutashinda. Naamini kwenye kikosi, naamini kwenye kocha, benchi la ufundi na serikali kwa ujumla, na ndio maana serikali kupitia kwa Paul Makonda mheshimiwa ameahidi, kwa maana ya Watanzania wenyewe wameahidi shilingi milioni 100 kwa kila goli. Hii itakwenda kutoa motisha kwa wachezaji kufia uwanjani. Hii ndio nafasi yetu na huu ndio mchezo tutaenda kudhihirisha kwamba kikosi chetu kipo katika aina gani. Mimi naamini leo tunakwenda kushinda na tunakwenda kupata pointi 3 ambazo tulizikosa miaka mingi iliyopita, kwa sababu kwenye AFCON hatujawahi kushinda hata mchezo mmoja. Kwa leo tutakwenda kuvunja historia, yani kuvunja ule mwiko kwamba hatujawahi kupata matokeo kwenye michezo ya AFCON tangu miaka ya 80 huko. Of course yes, yani of course yes, kwa sababu ili kundi kuna kitu kinaitwa loser, yani kwa maana ya best loser. Kwa hiyo tukishinda leo tukapata suluhu pengine na Tunisia, inawezekana sisi kuingia kwenye hatua inayofuata. Mimi naamini kwenye hilo. Ni wachezaji tu kukaa kwenye nafasi yao. Sisi mashabiki tunawaombea, na leo hii tuko kwenye ukumbi wa pamoja sisi ma influencers kwa ajili ya kushangilia, japokuwa tuko Tanzania, lakini dua zetu na ushangiliaji wetu nadhani unaweza ukasaidia timu ikafanya vizuri. Kwa yote tunaishukuru serikali, kwa sababu serikali imeweza kutuweka karibu na hii timu yetu ya taifa. Hatukupata nafasi ya kwenda kwa sababu ya usajili wetu ulikuwa umechelewa sisi ma influencers, lakini naamini kwenye mechi ijao pengine na Tunisia tunaweza kupata nafasi hiyo. Je, Miguel Gamondi ana mbinu gani kwenye mchezo huu wa leo? Na ukiangalia wachezaji wengi wamechezea hapo, ukiangalia kadi ya Ucho amechezea sana Tanzania, na anajua jinsi Ibrahim anacheza, Mieto anacheza, anacheza ili kwa wale ngumu wote. Je, Miguel Gamondi ana mbinu gani kwenye mchezo huu? Kwanza ni discipline, yani tuheshimu Uganda, kuheshimu, kwa sababu bila heshima utaweza tukaona kama ni timu rahisi. Uganda sio timu rahisi, lakini kwa sababu sisi tuna jambo letu, hakuna cha kupoteza. Kwa hiyo yeye aje kwanza kwa mfumo wa kuheshimu, kumheshimu mpinzani, tushambulie, tuzuie. Yani tucheze kwa kushambulia huku tunazuia, yani tujilinde huku tukiwa tunashambulia. Tusijiachie sana, kwa sababu hata Uganda anaweza kufanya jambo lolote. Huu ni mpira. Mpira ni mchezo wenye matokeo katili sana, lakini naamini Miguel Gamondi ni kocha mkubwa sana na akashafanya makubwa hapa Tanzania akiwa na timu ya Yanga, akaenda Singida. Kwa hiyo ni kocha mzuri, ni kocha mzoefu, naamini kwenye yeye, naamini kwenye benchi la ufundi zima. Anatosha, kwa sababu kama TFF wameona hivyo, na haweki kocha kwa sababu ya kujiridhisha. TFF ana viwango na ana vigezo, ndio maana wamempa timu. Mimi naamini kwenye yeye, apewe timu atengeneze, kwa sababu ni kocha pekee ambaye ameita kikosi cha timu ya taifa alafu amepunguza malalamiko. Mwanzo ulikuwa kikosi cha timu ya taifa kikiitwa watu wanalalamika, muda fulani hayupo, lakini sasa hivi amejitahidi kuita karibia wachezaji wote ambao tunawaamini na tunaona kwamba wana uwezo. Kama amewakosa labda 2-3 tu, ambacho kimefanya malalamiko na manunguniko mtaani yapungue. Mtu kama Bwana Samata alikuwa apate nafasi kwa makocha waliopita. Msuva alikuwa shondola kwenye kosa, lakini amemrudisha Kevin John Mbappe. Kwa hiyo ni kocha ambaye umeona amekwenda kutibu yale changamoto za mashabiki ambao kikosi cha taifa kikiitwa yeye wenyewe wanakuwa wanapiga kelele. Lakini kwa kuongezea, japo hujaniuliza hapo, unapotuona labda unaweza ukapiga kamera yako hapa, unapotuona hawa ni influencers wa timu ya taifa, ni sports influencers promotion, tukiwa tumetoka kwa Kamanda Mulilo, mheshimiwa mkubwa sana wa polisi, kwa ajili ya kuomba mechi dhidi ya influencers na polisi Tanzania, ambayo tutakwenda kuicheza Jumapili tarehe 4 yani mwakani, mwaka 2026 kwenye dimba la KMC Complex. Kwa hiyo tunawashakaribisha mashabiki, kwa sababu tutakwenda kutengeneza umoja. Ilijengeka dhana kwamba polisi ni watu wabaya, polisi hawatengenezi amani, lakini hawa ni ndugu zetu, hawa ni baba zetu, wengine ni mama zetu. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu lengo ni kuijenga nchi, lengo kuwa pamoja ili kuweza kupendana, kwa sababu bila upendo hatuwezi kufika popote. Kwa hiyo tumewaomba polisi Tanzania, kwa maana ya jeshi la polisi, tucheze nao mechi, tutajikusanya
mashabiki wa Simba, Yanga, Azam na vilabu vingine kutengeneza timu moja ambayo itakuwa combination kwa ajili ya kucheza hiyo mechi. Hiyo mechi itapigwa katika viwanja vya KMC. Kwa hiyo kama unavyoona hapa kuna mashabiki wa Simba, Yanga tumejumuika kwa pamoja kwa ajili ya kuendea hiyo mechi. Tunawakaribisha mashabiki wote waje waone hiyo mechi ambayo inakwenda kutengeneza mahusiano mema kati ya polisi pamoja na sisi raia, kwa sababu hakuna namna ya kugombana kwa sababu sote ni Watanzania. Kama kuna mambo yametokea ni kukaa kutulia kuyamaliza, kwa sababu hii ni nchi yetu, tunaipenda, tumetoka nayo mbali. Ukiangalia bendera yetu ya timu ya taifa kama unavyoiona hapa, hakuna rangi yoyote nyekundu, umeelewa? Kuna kijani, nyeusi, njano na blue, kwa maana ni amani tupu. Kwa hiyo tutengeneze amani. Tuliona kwenye kipindi cha katikati hapa mambo yalikuwa eleweki, tukakosa amani. Kwa hiyo tunataka tujirudishe, tutengeneze umoja ambao askari akimwona raia anamwona kama ndugu, na ndugu akimwona askari anaona kama ni ndugu, pamoja tuweze kujenga